Daktari wa upasuaji anayetaka kufanya upandikizaji wa kwanza wa kichwa kuwahi kufanyika amesema upasuaji huo unaweza kufanyika kuanzia mwaka ujao. Profesa Sergio Canavaro ameiambia BBC amepata watu kadhaa kutoka Uingereza waliojitolea kufanyiwa upasuaji huo, na kuongeza kuwa upasuaji huo utahusisha kichwa cha mgonjwa kubandikwa katika mwili wa mtu aliyejitolea. Licha ya kuwa na taswira ya kuogofya, Profesa Canavaro anaimani kwamba sasa teknolojia hiyo inaweza kufanikishwa. Sio mwongo, sio miaka kadhaa, na ninatarajia kufanikisha kila kitu kufikia mwishoni mwa mwaka 2017, aliongea kwa msisitizo Profesa Canavaro. Aidha, itategemea lakini iwapo kutapatikana mtu wa kufaa atakayejitolea ubongo, na kuongeza kuwa ilichukua miezi kadhaa kufanikisha upandikizaji wa mwisho wa uso uliofanyika, na hii ilikuwa ni kwa sababu hapakuwa na mtu wa kufaa aliyejitolea, lakini teknolojia itakuwepo, Canavaro aliongeza kwa msisitizo zaidi. Profesa Canavaro alisema kuwa hatofanya tena majaribio kwa kutumia ndizi. Licha ya hatari kubwa katika upasuaji huo, daktari huyo anasema amepata watu wengi waliojitolea kufanyiwa upandikizaji huo. Valery Spiridonov mwenye umri wa miaka 31 ni mgonjwa anayetaka kufanyiwa upandikizaji wa kichwa. Valery anaugua tatizo la kulika misuli lililomsababisha kuishia kwenye kiti cha magurudumu. Akizungumza kwenye televisheni ya ITV Uingereza, anasema yuko radhi kichwa chake kipandikizwe kwenye mwili tofauti. Maisha yangu leo ni magumu na ninategemea mno watu kunisaidia katika siku hata mara 2 kwa siku, kwa sababu nahitaji mtu anitoe kitandani na aniweke kwenye kiti. Aliongea maneno hayo Valery Spiridonov anayeugua tatizo la kulika misuli, na kuongeza kuwa tatizo hilo linamfanya kuwa tegemezi kwa watu sana, na iwapo kuna namna yoyote ya kubadili hali hiyo, basi anaamini anapaswa kujaribu kuitumia njia hiyo. Swali likajijenga, ni vipi upandikizaji huo utakavyoweza kufanyika? Daktari anadai kuwa upandikizaji huo utahitaji wahudumu 150 wa afya na saa 36 za kufanya upasuaji huo. Anasema hatua ya kwanza itakuwa ni kukigandisha kichwa na mwili kuzuia mwili usife. Baada ya hapo shingo itakatwa na mipira iunganishwe kwenye mishipa tofauti ya mwili. Alafu inawadia sehemu iliyo ngumu, kuukata uti wa mgongo. Uti wa mgongo utakatwa na kisu maalum kilichotengenezwa kwa almasi kutokana na nguvu ya jiwe hilo. Baadaye kichwa kinaunganishwa na mwili na uti wa mgongo unashikanishwa pamoja kwa gundi maalum. Misuli na mishipa pamoja na sehemu za ndani za mwili zinarudishiwa na ngozi inashonwa upya kuifanya sayansi hiyo majaribio. Profesa Canavaro amesema kutakuwa na majaribio kwa watu waliojitolea walio na ubongo usiofanya kazi. Wataalamu wengi wa afya wamekanusha kauli au kuwezekana kwa sayansi hiyo kwa kusema kuwa uvumbuzi wake hauna uhalisi na upandikizaji wa kichwa hauwezekani kabisa. Lakini Profesa Canavaro ameiambia BBC kuwa ana imani anaweza kufanikisha upandikizaji huo. Wakati kila kitu kitakapokuwa tayari, anatarajia ufanisi kwa 90%. Profesa Canavaro amesema 90% ina maana kuwa mgonjwa atainuka pasipokuwa na madhara yoyote ndani ya kipindi cha mwezi mmoja baada ya kufanyiwa upasuaji huo mkubwa ambao haujawahi kutokea. Na huo ndio mwisho wa habari hiyo yenye kuweka historia na ya kushangaza ambayo tunisubiri kwa hamu mwaka 2017 kutoka kwake Daktari Profesa Sergio Canavaro. Kutokea hapa Global TV Online, sina la ziada. Naitwa Kelvin Shayo.